Hello. Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji? Karibu tena katika channel ya kupendwa Electronics Repair Class TZ, upate nafasi ya kupata mafunzo ya namna gani ya kusolve matatizo ya simu, kompyuta, photocopy machine pamoja na vifaa vyote vinavyotumia umeme. Okay. Leo tuko na kipengele kingine cha kuitizama hii simu ambayo ni Samsung, simu ya button ambayo changamoto yake nimeelezwa kwamba haiwaki. Kwa nini haiwaki? Tunapaswa kufuatilia kufahamu ni kitu gani tunaweza kukifanya tukahakikisha tunaiwasha. Nikijaribu kuwasha kweli inaonekana haiwaki. Okay? Labda tupime tupate voltage upande wa betri tuweze kuwa na majibu mazuri ya kitu gani tunachokifanya. Okay, multimeter. Kwamba. Okay, multimeter. Betri inaonekana kuwa na volt kabisa 3.7 zinatosha kabisa kuwasha simu, lakini simu inaonekana kutowaka. Labda tujaribu kuplug in charger na then tupime tujue changamoto iko wapi. Naam, charger USB plugged in. Yes. Yeah. Then tujue charger zimekaaje, voltage zimekaaje upande wa terminal. Tizama kwenye multimeter, terminal, nothing. Kunaonekana kuna kiwango cha chini sana cha muonekano kama wa voti. Unaona ni 0.14. Okay? Sawa. Sasa tunaweza tukapima continuity, muunganisho wa betri. Maybe kwenye njia ya betri kuna short. Ndio maana inaonekana kuwa na kiwango cha chini cha umeme. Hapo tunaweza kuhakiki kwa kupima voltage upande huu. Terminal za betri. Tuko kwenye alama ya beep kengele. Hapo kwamba unaweza kuisikia kengele. Hapa nimegusisha hivi. Yeah. Kengele. So tunaenda kupima tupate voltage upande. Tupate kama kuna muunganiko. Yeah. Nasikia napiga alarm na kuna ohms 4.3. Okay? Kwa hiyo tayari hili ni tatizo. Maybe vinavyoizunguka system charger vina tatizo. Okay? Chenye tunapaswa kukifanya sasa hivi ni kwamba tunahakikisha tunaifungua simu na tunaenda kufuatilia ni kitu gani kinachosababisha kwenye mfumo wa betri kuonekane kuwa kuna muunganiko wake. Kuonekane kuwa kuna muunganiko. Okay? Okay. Opening. Clipping tool. Yeah. Now simu imefunguka. Okay? Sasa tuifungue nyuma. Tujue huku kuna nini ambako kunaonekana kuna shindwa kabisa kupatikana voltage. Okay? Unahakikisha unaifungua vizuri kabisa kwa utulivu na kwa usalama zaidi. Mara nyingi nimekuwa nikisisitiza hivyo. Kwa hiyo unahakikisha kazi zako zote unazifanya kwa usalama ili uwe professional. Bwana engineer sio ni engineer jina. Okay? Nao simu imefunguka, tumepata socket upande wa nyuma. Vitu ambavyo vinaizunguka socket hii ni vitu gani ambavyo vinaweza kuwa ndio tatizo? Kitizama upande huu wa system charger imekaaje? System charger inaonekana ipo perfect, na upande wa terminal tunaweza tukaangalia capacitor ambayo inaingiza voltage upande wa chanya. Okay?
shuka kidogo uweze kuona perfect. Now sasa, kama nilivyosema kwamba tunaweza kutazama upande wa capacitor ambayo inaingiza kiwango cha volt kwenye chanya. Kwanza chanya tutambue iko wapi. Tutambuaje? Nikigusa hii na ground, kuna majibu okay, ambayo inapiga kwa 0.000 ohms. Kwa hiyo hii ni ground. Chanya vipi? Ina namba kiasi fulani, ina kiwango cha voltage hapa okay. Lakini pia tukitazama kwa karibu, tuna uwezo wa kubaini kama hii ni chanya ama ni hasi kwa kuzingatia hii V voltage battery okay, VBAT ambao ni plus. Umeona? Kwa hiyo tuna uwezo wa kuhakiki kwamba capacitor, yes, capacitor inayoingiza umeme kama chanya unaonekana kubipu upande huu, lakini kwa nyuma haibipu. It means hii capacitor iko okay. Yeah. Okay. Tuje kwenye capacitor nyingine ambayo iko kwa ndani na kuja kutengeneza kiwango cha umeme kwenye IC ambayo inahusisha mfumo wa kuchaji, lakini pia kutoa umeme kuingia kwenye IC kubwa. Hii capacitor hii inaonekana kupiga alarm. So wow. Capacitor inaonekana kupiga alarm. So tunaifanyaje? Tunaing'oa. Baada ya kuing'oa, kwanza tuhakiki kama tatizo ni capacitor ama shida ilikuwa ni kitu kingine ambako kimeweza kusababisha kengele hiyo kupiga. Okay, first of all, unatakiwa kuchukua gani yako na kuipress ichemshe kiasi, then uipe karisasi kiasi tena. Soldering wire. Yeah, baada ya hapo capacitor itakuwa imeondoka. So tunaweza tukajaribu kuipima kwanza capacitor kama capacitor ikiwa pembeni. Capacitor hii hapa. Oh, I think imepeperuka hii hapa. Yeah. Okay. Tunaweza tukaipima kwa njia ya continuity beep kwa maana ya kengele. Okay, kengele iko okay. Capacitor no beeping. Okay. Capacitor haina kengele yoyote. Oh my god, imeruka. Anyway, tunaweza tukaachana nayo. Haya, rudi huku kwenye ground, then plus hakuna kengele. Ground, oh, kengele ipo, okay. Bado ina ohms ya 44, okay. Huku kwenye chanya, kwenye ground kama ground inapiga fresh ni sahihi. Lakini upande wa chanya nako pia inaonekana kubip. Yeah. Ambao hii inakuja moja kwa moja mpaka huku kwenye resistor. Maybe the problem is in this IC. Maybe tatizo itakuwa kwenye hii chip ambayo inahusisha mfumo wa kuchaji, okay? So kitu tunachoweza kukifanya ni kuondoa kwanza hii terminal ya battery. Baada ya hapo tuna uwezo wa kuja kupima capacitors ambazo zinaizunguka hii IC, na baada ya hapo tukajua, kwa sababu inaonekana njia hii ya chanya upande wa capacitor ambayo inakuja moja kwa moja mpaka huku imeungana na resistor, ambayo hii resistor inapeleka umeme kwenye IC ya nini, ya kuchaji. So tunaweza tukahakiki hii IC ya kuchaji kama ndio tatizo before kwenda sehemu nyingine yoyote ambayo tunaweza tukaidhania kwa the main problem of this phone, okay? Sasa process iliyopo ni kung'oa hiyo terminal. After kung'oa terminal, we will go through another program, okay? Blower. Blower iko na hiti nzuri, so
take a little bit flux to flux kiasi, na hapo tunaipakaza kidogo. I think natakiwa kuchukua holder, circuit holder. Okay, yeah, this one here, holding the circuit ili tuweze kufanya vitu kwa umakini. Yeah, like that. So kiasi cha joto kiko kwenye nyuzi joto ya 5%. Yeah, hiyo inatosha kabisa kung'oa hii, ikiwa na maana ya kuhakikisha hatuwezi kuiharibu. Yeah, kama unaweza kuona, oh my god, sorry. Okay, yeah, hapa unaweza kuona perfectly. Dhumuni kubwa ni kuhakikisha tunaing'oa hii terminal. Okay, tweezer, where are you? It's here. Tweezer. Okay, unahakikisha joto lako unalipangilia, oh my god, unaipangilia katika mfumo ambao uhakikishe hii terminal yako haitopata madhara, na uipigie kwa mbali kidogo. Ona tayari ishaanza kumelt, imeshaanza kuharibika. Ni kwa kuwa tumeitolea kwa juu. Ukiweza kuitolea kwa nyuma, it is okay. Yeah, lakini nimependa mimi kuitolea kwa mbele ili kuhakikisha siwezi kuwa na mzunguko mkubwa sana wa namna gani ya kuihold. Okay, baada ya hapo turudi tena kupima upande wa capacitor zinazoizunguka hiyo IC kwa kutumia njia ya continuity beep, alama ya kengele. Continuity beep, alama ya kengele. Na baada ya hapo tupime hii capacitor hapa. Hopefully kwamba unaweza kuiona. Ya, unaiona. Okay, hii capacitor iko okay. Okay, capacitor is okay. Kama capacitor iko okay, tunaweza kufanyaje kingine? Kuna capacitor nyingine iko hapa. It is okay. Yeah, kengele inapiga. Okay, hii capacitor iko okay. Na capacitor hii iko okay. Hii capacitor okay. What about this? Oh, hii hapa. Na pia iko okay. Nitoa hiki hapa, naona kama kinakuzuia kiasi. Okay, hii capacitor iko okay, na hii it is okay. Yeah, but hii na ground, resistor na ground kuna muunganiko amba huu muunganiko unachukua volts, unachukua ohms 44. So tunatakiwa tuje na voltage kwa kutumia power supply. Okay, power supply hii hapa, ambayo waya zake ndio hizi. Tunaenda kuitumia kuhakikisha kwamba tunaweza kuitengeneza simu. Na hapo nicheki kwanza arms zilizoko hapo, hazitakiwi kuwa nyingi sana. Upande wa arms tunaweza kuseti ifike tu ngapi? Ifike hata moja. Ya, moja inatosha. Then voltage tunaweza kupandisha kiwango cha volt. Okay, sorry. Kiwango cha volt zisifike 5 kwa sababu simu haitumii volt 5. Voltage tunaweza tukawa na 0.008. Almost 1 volt. Yeah. Okay, yeah, sure. Hapo iko vizuri. Baada ya kumaliza kuipangilia power supply yetu, so ni zoezi sasa la kuja kutesti kupata shida kubwa iko wapi. Iko kwenye hiyo IC ama iko wapi? Okay? Tatumia hii kama ground ije kushika hapa. Yeah, hapa inatosha. Okay, hapa inatosha, but nahisi kama imeshika vibaya.
my god. Natafuta sehemu ambayo kutakuwa hakuna muunganiko. Okay, hapa inatosha. Hakuna muunganiko kwa nyuma, lakini ina uwezo wa kutushikia kama ground. Okay, testing a power supply. Okay, sasa tunakuja na voti zetu mpaka upande huu ambako kunaonekana kuna muunganiko. Okay, then inachukua kiwango cha ohms 8/9. Tunasikilizia kitu chenye mchemko kama ni hii IC ama sio IC. Ama ni kwa ndani huku. Bado sipati mchemko wowote. Huku najaribu kupandisha voltage kwenye upande wa power supply na ohms kiasi. Pole. Narudia tena kupima. Bado sipati mchemko. Maybe mchemko unapatikana kwenye IC kubwa. Okay, let me rise ohms. Nipandisha ohms. Sasa hivi nachukua hadi 19 kati ya voti moja. However, naweza nikatumia chanya. Ninachukua zile ambayo ni 19 kwa voti moja. But bado sijapata mchemko wowote unaojitokeza, so maybe mchemko uko ndani ya IC kubwa. Let me open. Ngoja nifungue hiki kibati ili tupate uhakika zaidi. Taenda chap. Okay. Na process iliyopo sasa ni kuhakikisha tunaking'oa hiki kibati ili niweze kusikilizia kama mchemko pengine unapatikana ndani kabisa kwenye processor kubwa ama IC ya kusupply masuala ya umeme. A little bit flux, kiasi kidogo cha flux. Okay. Then tunakuja na blower kwa ajili ya kuianza hii process. Hopefully kwamba mwanga unaweza kuwa umekuzidia. Hata hapa nahisi ni clear. Haka waya nika mfumo wa internet wa Bluetooth wireless. Alipasha bati kiasi. Nanyanyua kibati. Very easy, very quickly. Kwa haraka na rahisi zaidi. Okay. Kibati tayari kimetoka, so tuisubiri kidogo ipoe. Baada ya kupoa, tunaweza tukaanza kupima kwanza kabla ya kufanya chochote. Okay, tunaweza tukaanza kupima kwanza kabla ya kufanya chochote. Multimeter. Okay. Multimeter. Sorry. I need to remove this. Okay. Multimeter. Ground. Okay. Ground. Then tuhakiki capacitor tena hizi. Hii capacitor ni nzima. Capacitor ni nzima. Iko okay. Capacitor ambayo, oh my god. Capacitor ambayo inaonekana iko katika chipu. Ngoja nikuoneshe. Capacitor ambayo inaonekana iko kwenye processor kubwa hii. Ukiangalia inaonesha ina ohms 0.0, okay? Upande wa pili ina ohms 0.0, manake ina short. Sasa je, ina short yenyewe ama ni hii ina short? Tutaitoa kwanza yenyewe tuhakiki, labda pengine processor ndo ina short au yenyewe ndo ina short. Tuhakiki hii capacitor nayo pia ina 0
huku oh my god, the same. Okay, but hii yenyewe ina 49, but hii capacitor ina the same. What is doing? Okay, hii ina 49, then huku na 00, manake huku ni ground, hapa kuna shida. So it means naweza nikadili na hizi capacitor kwanza before kuondoa au kudili na processor. Naweza kwanza nikadili na hizi capacitors kwa kuwa zinaleta majibu ambayo ni sawa tu na voltage, ni sawa tu na chanya ambayo inaonekana nayo ina ohms 50. Okay, so naweza nikadili kwanza na hizi capacitors. Baada ya hapo ndo nikaja na mbinu mpya ya kujua kwamba je, shida kubwa iko upande wa IC ama ni hizi capacitor. Tadili na capacitor, usogezee karibu uone. Yeah, hopefully kwamba hapa is clear. Okay, capacitors, tadili na hizi capacitors ili nipe majibu kwa nini inapiga alarm. Okay, capacitors zimeondoka, tunaweza tukadili kwanza na capacitors zenyewe kuzipima, kujua zina shida ama ni kitu gani. Okay, yeah, capacitor, another capacitor. Okay, then tunarudi na alama ya kengele. Pole kwa wale ambao natamani pengine mngeweza kuiona na multimeter inasemaje wakati tumezoom, but katika video ambazo tunaendelea kuzitengeneza huko mbeleni tutakuwa na kamera za kutosha ambazo zitakuwa zikitusaidia kuona capacitor, kuona vyote tunavyovitumia, kama ni power supply, kila kitu ambacho tunakuwa tumekiconnect tutaweza kuona. Upande wa hii power supply, hii capacitor, no, nothing, haipigi kengele, hiyo ni nzima. Lakini hii inasemaje? Looks like kwamba ina mbovu, nasikia kama inakuwa inashtuka. Oh my god, this is okay. Oh, hii capacitor iko poa pia. So the problem is in your processor. Okay, tatizo linaonekana liko kwenye processor. Okay, this job is, we are going to get nothing. Let me try one more time. Okay, ground and pale capacitor zilipokuwa, oh my god. Okay, tatizo liko kwenye processor. Tatizo liko kwenye processor cause hata kama tatizo liko kwenye processor cause hata kama nikija na power supply kwa volti moja nikasema ground, let me use this. Okay, hapo tayari inakatisha tamaa. Kasema ground testing is this. Okay, nikasema nije na volti ngapi? Nije na volti mbili kwa amps ngapi? Selecting amps, oh my god, ilikuwa 3. Selecting amps ije kwenye amps 1.66, then nikagusa kwenye upande wa chanya na take zote, huku processor inaonekana kuanza kuchemka. Yeah, processor inaanza kuchemka. Volti 3, nikapandisha volti 3, then nimeshusha amps kiasi. I think haiwezi kufanya chochote, nipandishe kiasi, volti moja amps moja, processor inapata mchemko, lakini kama vile haipati mchemko sana, au sio? Oh my god, oh, imeunguza nini hiki, kimeniunguza hii IC hii, no? IC ya power, no, sio IC ya power, processor. Oh, mbona inanichanganya? Unajua inaonekana kama processor kama vile IC ya power. Oh, this capacitor here, hii capacitor inaonekana kuwa na shida. Hebu ngoja tujaribu kuing'oa hiyo capacitor. Yeah,
Nimeona mchemko unapatikana kwenye kapasta huku. Hii kapasta ni kama inaniunguza hii. Hii kapasta hii. Ngoja niondoe kwanza, nipate majibu. Processor inachemka lakini haichemki ule mchemko ambao umezoeleka kwamba mchemko huo unaweza ukawa ni athari zinazojitokeza upande wa nini? Wa processor. So nimekuwa na wasiwasi kidogo katika majibu ambayo nataka kuyatoa, kwamba tatizo maybe inaweza kuwa kweli ni nini. Okay, tuipoze kidogo then tupime tena. Nirudie kupima. No short. Hakuna short tena. Wow. Okay. Hakuna short tena. Maybe let me try to turn on the phone, okay? Baada ya kuondoa ile capacitor imeonekana kutokuwa na short kabisa kabisa. Ngoja nijaribu kuiwasha simu. Okay. Okay. Chanya. I don't think kwamba tunaweza tukaiwasha, sijui. Lakini nafikiri tutaiwasha tu cause chanya naigusia wapi ili niweze kuiwasha. Chanya hii hapa. Yeah. Hii ni chanya, okay? Ngoja nitumie hii hapa. Kwa kuwa hii ni chanya, ngoja nitumie hii. Hii inaweza kunisaidia, okay? Baada ya hapo, kwa voti 3 inaonekana kuwa na short, okay? What? Oh my god. Oh. What is going on? Hii inafanyaje? Au huku kuna la. Kuna hasi huku. Fanyaje hapa? Mambo ya ufundi bana, unaweza ukachanganyikiwa akili. Ukahisi kama umeonewa, kwa sababu najitahidi kufungua akili kuhakikisha una solve jambo, but still linakuwa bado linaendelea kuwa gumu zaidi, hatimaye unaona kama vile unaonewa sasa. Kwa nini haukuelewa vizuri? Lakini tunatofautiana uwezo, so sometimes vifaa vinakusaidia. Of course ukiangalia mimi tayari nilikuwa nishaanza kuikatia tamaa baada ya kugundua kwamba processor ina shida, kwa kuwa najua kwa kuipatia processor ni ngumu. Hebu tujaribu kuwasha. Naona inachukua current. Wow. Lakini nikitikisa inatikisika. Arms has torch, okay? Pandisha arms kiasi. Then niwashe tena. Umeona? Simu imewaka, capacitor ndio ilikuwa tatizo. Did you see? Capacitor was the problem. Lakini hata kioo chake nacho pia kinaonekana kuwa na shida. Simu inaonekana inawaka lakini kioo chake kina shida. Lakini pia tunahitaji kurudishia zile capacitors zingine ambazo tumeziondoa, kwa sababu itakuwa inapoteza some current, kiasi fulani cha umeme. Unaona inawaka, then inafikia kusema bye. Maybe niongeze volt kwa 4 na nipandishe kiasi kidogo cha current amps. Okay, niwashe tena. Okay, kwa hiyo kumbe tatizo ilikuwa ni capacitor. You see? Hii nayo kioo inanisumbua. Okay, inasema welcome. Okay, kiasi cha volt kiko chini sana. Lakini pia tutahitaji kurudishia zile capacitors. Wow. Tayari simu imepona. So kumbe sometimes power supply can help you on fixing the problems of the phone and the laptops. Yeah, power supply sometimes ina uwezo wa kukusaidia kutengeneza vifaa vya umeme kama laptopu na kompyuta. Laptopu na simu na vitu vingine. Sema kioo chake nacho pia kinaonekana kuwa na shida. So upande wa taa. Ni upande wa taa. Nikishikilia kwa huku inawaka. So nitaichomelea vizuri upande wa kioo. Kikubwa kwamba imeweza kuwaka, na tatizo kubwa ilikuwa ni capacitor. Hebu tuipime hiyo capacitor tusikie inatuambiaje, maana ilitaka kutukatisha tamaa. Na ndio maana kwenye ufundi unashauriwa usikate tamaa, pambana mpaka uone kweli hata wewe mwenyewe akili imechoka, na kama unaendelea kupata nafasi zaidi, endelea kupambana nayo zaidi na zaidi, hatimaye
labda kama iwapo kama itakuonesha matatizo makubwa tu kama ya kuungua kwa processor, hapo kunakuwa hakuna namna. Hebu ngoja tu try kuona hii capacitor inasemaje, inapiga alarm au vipi, na ndio ilikuwa inatuletea ujinga ama vipi? Yeah, hopefully kwamba unaweza kaona kwenye nani hapo. Juice umeona yanaonekana kuunganisha njia, na kama nilivyokwisha kuelekeza kwenye video zilizopita jinsi ya kupima components za vifaa vya umeme, capacitor itakiwa kufanya ujinga huu. So this was the main problem on this phone. Kwa tatizo kabisa sio IC, tatizo kubwa ilikuwa ni capacitor. Okay, hopefully kwamba umeweza kuelewa. Kama umependezwa na video hii, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare, comment pia kwa yale ambayo unatamani kuendelea kushare na mimi ama kama mawazo ya ushauri. Asante, kuwa na wakati mwema. Bye. Peace.